وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نغثي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. فاللهم صل صلاة تاما وسلم تسليما كاملا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجه الكريم. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kurudisha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha tena kuja kutekeleza ibada ya Ijumaa na kutuwezesha ili hali ni wazima, ili hali tuko salama, ili hali tuko na ubora wa afya. Alhamdulillah. Hii ni shukrani twafaa turegeshe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tuko katika 10 la kwanza la rehma, tuko katika 10 la rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Twafaa turegeshe shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko katika saumu, bado tuendelea kufunga. Hii ni shukrani twafaa turegeshe kwa Allah, kwa sababu kuna wengi ambao kwamba walitamani kuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kufunga saumu kama hii ya leo ambao kwamba sisi tumeifunga na kuja kutekeleza ibada ya Ijumaa ambao kwamba sisi tumekuja kutekeleza. Si ushujaa wetu wala si uhodari wetu, bali ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi ambao kwamba iliteremshwa ndani yake Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ndiyo mwezi ambao kwamba ilishushwa au iliteremshwa hii Qur'an. Na maana ya kuteremshwa hii Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yatakikana tuisome sana Qur'an katika mwezi huu mtukufu. Yani hata kama unayo mazoea ya kusoma Qur'ani kila siku, lakini ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi wafaa uzidishe kuisoma Qur'ani. Ndio katika yale masiku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Shaaban, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tulioelezewa na Suleiman Farisi anatuambia kwamba katika mwezi ule wa Shaaban 10 la mwisho, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliitisha mimbar, akasema leteni mimbar. Akaletewa mimbar Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, akawa anapanda mimbar. Katika kupanda mimbar, katika ile ngazi ya kwanza ya kupanda mimbar, akasikia akisema amin. Masahaba wakashangaa, mbona Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema amin wakati akipanda mimbar?
Alipopanda ile daraja ya pili akasikia anasema tena amin. Akapanda ya tatu akasikia tena anasema amin. Maswahaba kwa wanajiuliza, kwa nini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema amin wakati akipanda mimbar? Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyoelezewa na Suleiman Farisi anasema, Mtume alipopanda mimbar baada ya kusema amin mara tatu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akageuka kuwaangalia maswahaba na akasema, ayuhan nas, enyi watu, innahu kad adhallakum shahrul adhim, hakika yenu nyinyi mumefinikwa na mwezi mtukufu, mumeijiliwa na mwezi mtukufu, shahrul mubaraka, mwezi wenye baraka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kugeuka katika mimbar akiwaangalia maswahaba zake, baada ya shajibu zile amin tatu, akasema, ayuhan nas, enyi watu, innahu kad adhallakum shahrul adhim, hakika yenu nyinyi mumejiliwa na mwezi mtukufu, shahrul mubaraka, mwezi wenye baraka. Akaendelea kusema, akasema, fihi lailatu khairu min alfi shahr, ndani yake katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhan kuna usiku wa cheo, usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi alfu. Ndani ya huo mwezi mtukufu wa Ramadhan bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi alfu. Na hiyo miezi alfu ni miaka zaidi ya 83. Yaani ukisha kuupata usiku kama huo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi wewe umefanya ibada kubwa, umepata faida, umepata thawabu zaidi ya miaka 83. Na ambao kwamba miaka hiyo sio rahisi kuifikia, kwa sababu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umri wake ni baina 60 na 70. Umri wake ni baina 60 na 70. Ukisha kufika miaka kama hiyo 60 au kuelekea 70, basi tayari ushakuwa mzee sana, miguu haishiki tena, duniani haupo, ahera haupo. Wengine wanakuambia mguu mmoja uko kaburini, mguu mmoja uko duniani, kwa sababu huwa ushafika mwisho wa umri wako. Sasa unaambiwa kisha kuupata usiku huu wa cheo, ukaupata kiuhakika, basi waambiwa umepata tena ni bora zaidi kuliko miezi alfu. Na miezi alfu ni miaka 83 na zaidi. Na huo usiku wa cheo ni wakati gani? Huwa lailatul mubhama, ni wakati ambao kwamba umefichwa. Huo usiku wa cheo haujaweka wazi kwamba ni usiku fulani au ni mwezi fulani, ni tarehe fulani. Huu usiku umefichwa. Na kwa nini ufichwe? Kwa sababu mwanadamu atakikana kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho iwe anayuisha ule usiku. Kila siku anafanya ibada, kila siku usiku anafanya ibada. Yatakikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku usiangalie mambo machafu au usifanye mambo machafu, usijishughulishe na mambo ambayo kwamba hayana faida kwako. Yatakikana ufanye ibada, yatakikana umsabihi Allah, yatakikana muombe Mwenyezi Mungu msamaha katika usiku huu wa Ramadhani, kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, kwa sababu hatujui huu usiku wa cheo uko katika mwezi gani. Wanazuoni wanatuambia kwamba upo katika lile 10 la mwisho, mwezi 21, 23, 25, 27 na 29. Lakini pia wanazuoni wengine nakwambia huenda kaole usiku wa cheo ukaupata ile siku ya kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, au huo usiku wa cheo huenda ukaupata katika lile 10 la kwanza. Sasa inatakikana hapa mwanadamu kila siku afanye ibada, kila siku amsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatakikani usiku alalelale ovyo ovyo katika mwezi huu. Jaribu, jikaze, usilale, kwa sababu ni mwezi mmoja katika mwaka mzima unakuja. Hii Ramadhani inakuja mara moja kwa mwaka.
na Ramadhani hii umeipata, lakini hujui hiyo itakayokuja kama utakuwa hai, au utakuwa hai lakini ni mgonjwa huwezi kufunga, au utakuwa hai lakini hujielewi. Sasa inatakikana huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba umeupata wewe, umekudirika, una afya yako nzuri, una akili yako timamu, yatakikana basi ufanye hima, ufanye bidii ili upate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hatujui huo siku wa cheo unaingia siku gani, na hatujui huo siku wa cheo tutaupata wakati gani. Huenda kwa usiku wa cheo ndio wakati ule ambao kwamba wewe umelala, au huenda usiku wa cheo unapita ndio wakati wewe unafanya yako maovu, ukawa umefunga vizuri kuanzia asubuhi mpaka imefika magharib, lakini usiku ukaenda ukafanya maasi, ukamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio usiku wa cheo ukapita ukaukosa, au usiku wa cheo ukapita kwa wewe unafanya maasi. Na kinachotakikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, yatakikana kila siku ufanye ibada, kwa sababu ni mwezi mmoja kwa mwaka. Siku moja tu sahihi ukafariki, ikifika jioni au ikifika kesho asubuhi ushasaulika tayari. Je, upite mwaka mzima kisha uikae ujisahau, ufanye ibada, utaki kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, akasema ja'ala Allahu siyamahu faridha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameijalia hii saum ambao kwamba ni faradhi, ni lazima kwa kila Muislamu ambaye kwamba ni baligh, mumayyiz, rijal, nisa, yani uwe ni mwanamume, uwe ni mwanamke, baligh tena ambao kwamba umebaligi, mumayyiz tena ni mpambanuzi, mukallafi ambao kwamba umekalifika na sheria, ni lazima wewe ufunge. Kama ni mgonjwa yaruhusika usifunge, ukiwa na afya yako utailipa. Au umekuwa mzee sana huwezi tena kufunga, yaruhusika. Au wanawake wana dharura zao zile, yaruhusika. Lakini madamu una afya nzuri, una nguvu zako, akili yako yafanya sawa sawa, na haujakuwa mzee, bado ni barobaro, au bado ni baba mwenye nguvu zako, yatakikana ufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni lazima. Kwa sababu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ja'ala Allahu siyamahu faridha, Mwenyezi Mungu ameijalia hii saumu ni faradhi kwenye nyinyi. Wa qiyama lailatu tatawwa, na kusimama huu usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sunna. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kisimamo cha usiku cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sunna, si faradhi. Lakini yafaa ujibidiishe na wewe utekeleze hiyo sunna. Usiseme ni sunna ukasema basi madamu ni sunna sio lazima, si faradhi, sijalazimishwa, ukaacha kuifanya. Lakini ujue wajiangamiza mwenyewe, wayaacha mazuri yapita. Kwa sababu sisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametujalia umri mfupi, ametujalia umri mdogo kuliko wale ambao kwamba walipita. Ummati ambao kwamba umepita ulijaliwa umri mrefu, watu walikuwa kiishi mpaka miaka 500. Bwana Nabii Nuh aliishi miaka 1000 kupungua 50. Lakini sisi tumejaliwa umri 60 au 70, na ukipita zaidi hapo basi ni bonus umepawa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameupenda ummati Muhammad, ametujalia umri mfupi, lakini ametujalia bonasi nyingi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Angalia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna mambo mengi ambayo kwamba ukiyafanya wapata thawabu zaidi ya miezi mingine iliyopita. Lakini ummati uliopita nyuma walikuwa na umri mrefu, lakini walikuwa hawana bonus kama ambazo kwamba sisi tumepewa. Kwa hivyo tunatotakikana hapa ni tujibidiishe kufanya ibada kwa wingi, tujibidiishe kutekeleza yale mambo ambayo kwamba tumeamrishwa na Allah, tujibidiishe kuacha yale mambo ambayo kwamba tumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Kisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, faman adda fihi haslata min alkhairi kana kaman adda faridan fima siwah, na mwenye kutekeleza jambo lolote la khairi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ni kama amefanya zaidi kuliko hizo siku za nyuma, amefanya zaidi kuliko hiyo miezi ya nyuma. Yani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifanya jambo lolote la khairi, hata kama ni dogo, lakini ni kama ambapo kwamba umefanya jambo kubwa na mambo mengi ambayo kwamba wafanya katika miezi ya nyuma. Ukatoa sadaka, hilo ni jambo kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukamsaidia mwenzako, hilo ni jambo kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitendo cha sunna utakachokifanya malipo yake ni kama ya faradhi ya miezi mingine, na kitu cha faradhi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani basi ni zaidi ya miezi mtukufu na miezi mingine huko nyuma uliyofanya. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 farida fima siwa, na mwenye kufanya tendo moja la faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ni kama amefanya tendo hilo au ibada hiyo mara 70 katika miezi mingine. Yani ukafanya tendo moja, ukafanya sadaka, labda ukatoa sadaka siku moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi wahesabika thawabu zako ni kama umetoa sadaka mara 70 katika miezi ambayo kwamba imepita ya nyuma. Kwa hivyo katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia bonasi nyingi. Yani ukifanya kimoja cha faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anakulipa mara 70 ya kile ulichokifanya katika miezi mingine nyuma. Yani faradhi ya huku ni kama faradhi 70 za miezi mingine, sunna ya huku ni kama faradhi ya miezi mingine. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, shahru yuzadu fihi rizqu minal mu'minin. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, anasema huu mwezi ni mwezi ambao kwamba riziki za waumini zazidi. Utaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani riziki zako zaongezeka, riziki za wanyingi, majumbani riziki zaingia kwa wingi, baraka zaingia kwa wingi, kwa sababu huu ni mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi ambao kwamba ilishuka Qur'an, ni mwezi ambao kwamba kwapatikana usiku wa cheo. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni mwezi ambao kwamba riziki za waumini zinaongezeka. Uangalia sana, chunguza sana katika miezi yote hii ya mwaka mzima, utaona mambo yanavyoenda, maisha yanavyotusukuma. Lakini angalia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, riziki zaingia kwa kila njia, mambo yalainika kwa kila njia. Utaona zile njia ambazo kwamba zilikuwa ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu anazifanya kuwa ni usahali. Utaona vitu fulani ilikuwa hatuvipati, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukisha kuingia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi yale mambo ambayo kwamba alikuwa tuyapati, au kile chakula tulikuwa tukipati, au kile kitu ambacho kwamba ulikuwa ukipati, basi Mwenyezi Mungu hukufanyia usahali ukakipata. Ndio akaendelea kusema, wa huwa shahrul muwassaq, na huu ni mwezi wa kukunduana. Yani huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukisha kuingia watu wakunduane. Kama unacho kingi, msaidie na ule mwenzako ambaye kwamba hana. Usiona kingi watumia peke yako tu, kikibakia wakimwaga. Kuna wenzako watamani wao wakisha kupata ile iftari ndo basi mpaka kesho, na hawajui iftari ya kesho kwamba wataipata kulingana na hali zao. Lakini wewe unayo iftari, unayo daku, na wajua iftari ya kesho na kesho kuta hata ya wiki mzima. Yani chakula kwako ration ushaiweka nzima ya mwezi mzima, na watu wakuletea sadaka, vitu vaingia kwa wingi. Lakini kuna mwenzako labda kwa wiki hajui kwamba hii wiki nzima nitaimaliza vipi, yasubiri sadaka zianze kutoka na yeye ndo apate. Lakini wewe kama jirani mwema, umejaliwa riziki, umejaliwa uwezo, basi muangalie na ule mwenzako ambaye kwamba hali yake iko chini. Ule mwenzako ambaye kwamba hali yake iko chini ndo wafaa muangalie naye. Zamani
ilikuwa ikifika ile maghrib karibu na adhana ama kusha adhiniwa, utaona zibakuli za pishana tu. Mwenye kupika hiki ampelekea ule na amletea huyu, ule atampelekea ule kule. Ukiangalia hapo, labda wewe ulikuwa umepika sima tu au umepika mkate tu, lakini ukiangalia hapo kuna vyakula vya kila aina kulingana ile wewe kutoa. Wewe umechukua kibakuli chako cha wali ukampelekea yule, ukachukua ukampelekea na yule, lakini ule akakuletea mkate, ule mwingine akakuletea tambi, ule mwingine, kila chakula cha aina kitaingia kwako. Lakini sahihi imekuwa hakuna tena ile kama zamani kulivyokuwa. Utapata labda jirani anampelekea ule jirani ambao waangaliana naye, ama ule ndugu yake au rafiki yake, lakini hakuna tena kama ile mwanzo. Utaona kibakuli hiki kimetoka kwa jirani huyu, hiki chengine kimetoka kwa jirani ule kule. Ukiangalia nyumbani mtadhania mmepika vyakula vingi, na kumbe hata mmepika chakula kimoja au viwili. Hivyo vingine vote vimetoka kwa majirani. Lakini hakuna tena hayo mambo. Kwa sababu gani? Imani imepungua. Imani katika nyoyo zetu zimepungua. Hakuna tena imani kama walizokuwa nazo wazee wa nyuma, mababu zetu. Sahihi imani zimeshuka chini. Kwa sababu kila mtu akipata anataka kula peke yake. Hataki kumfikiria na yule mwenzake kwamba sijui hali yake mvipi. Sijui yule kama naye ashapata iftari leo. Sijui kama naye amepika. Sijui watoto wake atawapa nini. Kila mtu ajifikiria yeye na familia yake. Kwa sababu kwambia kila mtu atakufa na amali yake. Hatufai kuishi hivyo. Kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kile utakachokitoa Mwenyezi Mungu atakulipa mara 70 ya hiko utakachokitoa. Hapa tunatakikana tukisirishe kutoa sadaka, kufanyiana wema, tufuate mambo ambayo kwamba tumeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tuyaache yale mambo ambayo kwamba tumekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, man fatara fihi sa'iman kana maghfiratan lidhunubi, na mwenye kumfuturisha yule ambaye kwamba amefunga, basi atasamehewa madhambi yake. Wewe ukamfuturisha yule ambaye kwamba amefunga, madhambi yako yatasamehewa kupitia kile chakula chako ambacho kwamba umemfuturisha mtu. Na hapa katika kufuturisha taka tuwe makini sana. Katika kufuturisha si kumwalika mtu labda ukampangia vyakula vya kila aina akala akashiba. Kuna thawabu za kumshibisha mtu na kuna thawabu za kumfuturisha mtu. Kumfuturisha mtu ni pale muadhini anapoadhini ukampa kile chakula. Yaani muadhini akiadhini ukampa kile chakula, iwe ni maji au ni kikombe cha maziwa au hata kama ni tende moja, madamu umempa akafungua muadhini, basi wewe yahesabika umemfuturisha. Lakini ile kumpa mtu chakula ukamwalika akala mpaka akashiba akaridhika, hiyo ni kumshibisha mtu, hiyo pia utapata thawabu zake. Na siku zote ukimwalika mtu kuja kufuturu kwako, basi usikubali afungue muadhini sehemu yoyote ile. Mwambie madamu nimekualika nataka muadhini tufungue pamoja hapa. Kwa sababu akifungua sehemu nyingine itakuwa ile thawabu za kumfungulisha mtu muadhini umezikosa, wewe utapata za kumshibisha mtu. Kwa sababu kule kufungua muadhini vyakula atakavokula akija atakuwa yuko tayari. Takuwa shafuturu kule. Kwako kuja kuongezea kutimiza wajibu tu. Kinachotakikana hapa ni kwamba ukisha kumwalika mtu, bwana mimi nimekualika iftari leo, lakini nataka muadhini ukiadhiniwa uwe hapa kwangu, tufungue pamoja muadhini. Au tufungue msikiti fulani tuwe pamoja. Ile tende yako moja au zile tende zako 3 ambazo kwamba unazo wewe, mpe yeye moja na yeye akupe wewe, ili nyote muwe sawa sawa. Kwa sababu ile tende yako moja ukimpa mwenzako akafungulia na muadhini, basi wafutwa madhambi yako, kisha shingo yako yepushwa na moto, kisha na zile thawabu zake yule ambaye kwamba umemfuturisha na wewe wapawa vile vile bila kupungua. Sio pakati uwe na chakula kingi ndio mfuturishe mtu, ama sijui upange vyakula vya kila aina ndio mwalike mtu. Hata kama ni tende tu au maji au kikombe cha maziwa, au hata kama huna zote, basi yale maji yako kikombe kimoja ambacho unataka kufungulia wewe muadhini, mwambie kunywa wewe nusu na mimi nitakunywa nusu. Utakuwa umepata zile ujira ambazo kwamba yeye amefunga. Ule ujira wake ambao kwamba amepata na wewe utapewa. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema,
anasema waqala sallallahu alayhi wasallam fastaksiru min arba'i hiswal, basi zidisheni katika haya mambo manne. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna mambo manne tofauti tuzidishe, tufanye kwa wingi. Ni mambo gani hao? Anasema haslatani turduna bihima rabbakum wa haslatani la ghina ankum bihima. Anasema haya mambo mawili, haslatani turduna bihima rabbakum, haya mambo mawili huwa yamridhisha Mola wenu. Katika haya mambo manne, mambo mawili huwa yamridhisha Mola wenu. Wa haslatani, na haya mambo mawili la ghina ankum bihima, hatuna budi nayo, lazima tuyafanye. Ndio masahaba wakawa na shaki, ni mambo gani hayo? Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema amma haslatani, amma hayo mambo mawili, allatani, ambayo kwamba turdhuna bihi rabbakum, yamridhisha Mola wenu, fa shahadatu an la ilaha illa Allah wa tastaghfirunahu, ni kushuhudilia kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu, wastastaghfirunahu, na kumtaka msamaha. Nao ndio pale katika mwezi mtukufu wa Ramadhani twasema ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Ndio mwenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kisirisheni sana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani mambo manne. Mambo mawili ni yale mambo ambayo kwamba yanamridhisha Allah, na mambo mawili ni yale ambayo kwamba hatuna budi nayo, lazima tuyafanye ama lazima tuyatake. Mambo mawili ya kwanza ni kumshuhudulisha ama ni kushuhudilia, ni kukiri kwa moyo na kubainisha kwa ulimi kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu. Na la pili ni kumtaka msamaha. Na haya mawili ya mwisho anasema amma haslatani, ama haya mambo mawili mengine, la ghina ankum bihima, hatuna budi nayo, fatasalunahu aljannata wa tastaghidhunahu minan nar, ni kumuomba Mwenyezi Mungu atupe pepo na atuepushe na moto. Ndio pale twasema ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Ndio hata wanazuoni wanatuambia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani yatakikana kila baada ya swala ya faradhi basi mulete hayo maneno, mulete huu uradi wa Ramadhani baada kila swala ya faradhi ulete. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kisirisheni katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asitokee mtu ama asitokee shekhe akaja akakwambia kwamba huu uradi haufai, huu uradi ni bid'a, haufai kuweto katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatuambia tukisirishe kuyaleta katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wanazuona na kwambia leta kila baada ya swala ya faradhi. Usisikize watu wengine kwamba haifai kuleta, bwana hiyo ni bid'a, haikufanywa kwa Mtume. Utapotea ndugu yangu, kwa sababu haya maneno ambayo yaleta, hakuna maneno machafu hapa, hakuna nyimbo hapa ambayo kwamba waimba, wala maneno ya kipuzi, bali wamtaja Mwenyezi Mungu, wamuomba msamaha na wamuomba kuingize peponi na kuepusha na moto. Inshallah kulingana mpaka hapa tutakomea. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.